Maalim Kais TV ni channel inayokuletea mafunzo na mambo mbalimbali yanayohusu Uislamu. Itakufunza mahali mema katika jamii kinachotakiwa kufanya. Usisahau kusubscribe, kushare pamoja na kucomment ili uweze kunufaika na kila kitu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mfuatiliaji wa Maalim Kais Online TV, hapa bado tuko mubasharatan ndani ya YouTube yetu katika channel ndani ya mkoa wa Lindi katika wilaya ya Kilwa maeneo ya Miteja. Wallahi tuko hapa sisi katika siku ya Jumatano, Alhamis, yaumul Juma wa yaumu Sabti. Tuko hapa kwa ajili ya Allah, mtume na sisi na mtume, bega kwa bega kwa idhini ya Allah, kwa idhini ya Rahmani ila aljanna. Tunamwomba Allah kwa taufiki yake atuwafikishe, na bado hadhara yetu inaendelea. Tuko na viongozi mbalimbali hapa, tuko na mashekhe wa mikoa baina ya mkoa wa Mtwara, mkoa wa Lindi, viongozi wa wilaya na kadhalika, lakini pia tuko na viongozi wa serikali. Wallahi jambo hili linaendelea, hudhuri ni kubwa. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tuwafikishe jambo letu liweze kwenda hali ya usawa. La mwanzo kupenda kuwatangazia, usisahau kusubscribe, kushare na kulike katika channel yako Maalim Kais Online TV. Lakini pasipo na kusahau, kuliani kwangu tuko na viongozi wa serikali. Kaka, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Hapa ni ndani ya wilaya hii ya Kilwa Miteja, na ndio tuko katika eneo hili kwa ajili ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ni vyema ni kufahamu majina, lakini pia pamoja na nafasi zako kwa upande wa serikali. Kwa majina naitwa Mohamed Abdalla Nyundo, ndiyo mkuu wa wilaya ya Kilwa. Inshallah, kama tulivyomsikia ni kaka Muhammad ambaye yeye ndio mkuu wa wilaya hii ya Kilwa. Mwenyezi Mungu akubarikie katika nafasi yako na Allah kufungulie sana. Lakini kwa majukumu ulionayo, la kwanza tukupe pole kwa majukumu na upambanaji. Inshallah, nashukuru sana, lakini pia niwape pole na nyinyi na niwakaribishe pia Kilwa. Sisi tunashukuru tumekaribia katika wilaya yako, lakini maneno mawili matatu tuombe kufahamu katika hii shughuli. Tumezoea kuona baadhi ya viongozi wa serikali wakati mwingine wakiwa na majukumu mengi ambayo yanawashindwa kufika katika maeneo ya matukio. Labda mkuu wa wilaya, ni lipi hasa lililokuvuta kufika kuitikia na ukatenga muda wako kuja kuungana nasi? Kwanza ni kwamba kama unavyosema shughuli iko kwenye wilaya yangu, lakini jambo la pili ni kwamba shughuli na viongozi wa dini, lakini pia kuna walimu wa madrasa, lakini pia kuna mashehe wangu ambao tunashirikiana siku hadi siku kwenye matukio ya kidini, kwenye matukio ya kijamii, kwenye matukio ya kiserikali huwa wanakuwepo. Kwa hiyo kama wao wanakuwepo kwenye matukio ya kiserikali ambao mimi kama kiongozi mkuu, kwa hiyo na mimi lazima nishiriki katika matukio haya ya kidini. Lakini sio hivyo tu kama kiongozi wa serikali, lakini pia mimi ni Muislamu. Kwa hiyo tukio hili kama la kiimani, na mimi imani yangu ni ya Kiislamu, kwa hiyo ni tukio ambalo linalihusu. Kwa hiyo hakuna namna ambavyo naweza nikakosa kwenye matukio kama haya. Ndio. Mkuu, sisi tukushukuru kwa sababu ni kauli moja mzuri, ingawa wako Waislamu wengine tena viongozi andamizi, lakini Uislamu unakuta bado hawaupi nafasi katika idara lakini wewe unaweza kujifakhiri, moja, kwa nafasi, pili, katika imani yako ulionayo. Kwa hilo kwanza sisi tunakuombea dua, na kwa baraka ya hii hadhira Mwenyezi Mungu akuondoshee kila lilobaya katika utumishi. Inshallah, inshallah. Lakini neno moja labda utuambie mkuu, katika wilaya yako labda unazungumzia nini kwa jamii yote, tukiacha Waislamu na hata wasiokuwa Waislamu? Labda una wito gani kwao juu ya maadili, lakini juu ya ustaarabu wa Kilwa? Kilwa tunaisikia imetukuka kwa mambo mengi, labda una lipi la kuzungumzia na una wito gani kwa vijana, wazee na hata rika za katikati? Kwanza kwa vijana, lakini pia umesema kwa rika za katikati, lakini niseme tu kwa Waislamu wote niwaombe sana. Jambo kubwa sisi Waislamu ambacho tunatakiwa tufanye ni kuhakikisha, cha kwanza, tunawaheshimu viongozi wetu wa dini. Tunawaheshimu viongozi wetu wa dini kwa sababu tusipowapa heshima sisi, hakuna mtu ambaye anaweza kuwapa heshima. Lakini jambo la pili, viongozi wetu wa dini tunapowaheshimu ndio tunauheshimisha Uislamu.
Lakini jambo la tatu, hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam waliompa heshima kwanza walikuwa masahaba zake karibu, ambao walikuwa naye muda wote. Kwa hiyo walipomkubali wao na kumpa heshima na kumtukuza na kumkubali kama kiongozi, ndio umma wote ukakubali kwamba Muhammad ni mtume wa kweli na ni lazima aheshimiwe na umma wote. Kwa hiyo sisi Waislamu, jambo kubwa ambalo tunatakiwa tuufanyie Uislamu wetu, kwanza tuheshimiane wenyewe kwa wenyewe, tuheshimu viongozi wetu wa kidini kama wana mapungufu kama binadamu wengine, lakini wana mazuri mengi. Kwa hiyo tutumie muda mwingi kusema mazuri yao, kwa sababu hata Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam kwamba unapotaka kusema aibu ya mwenzako, basi kwanza useme aibu zako. Ukiangalia kwa muktadha wa hadithi hii, maana yake Waislamu hatutakiwi kusema mabaya au aibu za Waislamu wenzetu. Sasa tumezoea sasa hivi Waislamu tunapenda kusema mabaya ya viongozi wetu wa dini kuliko yale mazuri. Kwa hiyo tunavyowatengenezea kutokukubalika na kutoheshimika kwenye jamii, sisi wenyewe Waislamu, viongozi wasipoheshimika na Waislamu hawatoheshimika na jamii. Kwa hiyo hata yale ambayo wanayapeleka kwa jamii hayawezi kupokelewa na kueleweka. Kwa hiyo kubwa, mimi ujumbe wangu ni huo tu, kuambia Waislamu tuheshimu viongozi wetu wa dini. Ndivyo hivyo ambavyo mkuu wetu wa wilaya anaendelea kusisitiza na kusema heshima ya viongozi wa dini, lakini pia subhanahu wa ta'ala anatuambia, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, atiu Allaha wa atiu rasuli wa ulil amri minkum. Hii ni aya ya Mwenyezi Mungu, ya ayyuhalladhina amanu atiu Allaha wa atiu rasul wa ulil amri minkum. Sasa hii tafsiri kamili ni kusema, enyi mlioamini, mtiini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, mtiini Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, lakini pia watiini wale wenye mamlaka juu yenu. Lakini pia katika ya ayyuhalladhina amanu atiu Allah wa atiu rasul, mzee Shuti rahimahullah anatuambia, wala tutii a'malakum bil maasi, maana yake msichanganye mazuri yenu na maasi. Sasa katika hili ambalo mkuu wa wilaya anamalizia ni jambo la kuzingatia sana, kwa sababu viongozi waheshimiwe, na Mtume anatuambia anzilin nasa manazilahum. Lakini inshallah nafahamu mkuu una majukumu mengi, neno moja la mwisho ili mradi tukuache na majukumu ukiendelea. Jukumu la mwisho ni kwamba kwanza kwenye hadhara niwahakikishie kwamba tuko salama, wilaya yetu ya Kilwa iko salama sasa na muda wote. Kwa hiyo hadhara hii, watu waliokuja wote kutoka maeneo mbalimbali ya nchi watakuwa salama kwenye wilaya yangu walipokuja mpaka watakapoondoka. Kwa wingi huo unataka kutuhakikishia kuhusu swala la ulinzi liko vizuri? Hapa tulipo kuna ulinzi wa kutosha. Mashaallah. Asubuhi mpaka asubuhi nyingine. Kwa hiyo hakuna chochote kuna jambo lolote baya. Lakini lingine, shughuli yoyote kama hii, aidha mimi mwenyewe nikiwepo wilayani lazima nihudhurie, lakini kama sipo nje ya wilaya lazima nitaleta mwakilishi kuhakikisha kwamba uwepo wangu upo. Kwa hiyo nipo na watu wangu, nipo na Waislamu mpaka asubuhi. Na unaonekana mkuu wa wilaya ni mwanatwarika nawe pia. Bila shaka. Kidogo tunaweza kuyapiga hapa madadi alau hata kwa muktasari? Baadaye kidogo mtaniona. Kamera yako isicheze mbali, yani iwe inaniangalia tu. Ndiyo. Inshallah, ahadi ni deni. Inshallah, shukrani sana. Tukushukuru sana mkuu. Mwenyezi Mungu akufanikishia katika majukumu yako. Ndivyo hivyo mfuatiliaji wa Maalim Online TV, tunaweza kufunga mahitimisho haya na mahojiano mawili matatu na mkuu wetu wa wilaya. Mwenyezi Mungu amtawilishie umri wake katika khairat, lakini pia tunamwomba Allah subhanahu amlinde na kila lililokuwa baya kiongozi wetu, lakini kubwa zaidi alomalizia kuwatii viongozi wa serikali na viongozi wa kidini. Insha Allah, endelea kubaki nasi Maalim Kais Online TV katika wilaya ya Kilwa, mkoa wa Lindi, ndani ya eneo hili la Miteja. Bado tuko pamoja nawe, usitoke katika skrini yako, endelea kufuatilia.